Msanii na mfanyabiashara na mzungumzia Baba Levo ameweza kukemea vikali tabia ya wasanii ambao wanakwenda kukopa katika mfuko wa sanaa TCAF kisha kubadilisha matumizi ya pesa hizo kwa kwenda kuzifanyia nasa kama kunywa pombe, lakini pia kufanyia starehe nyinginezo. Lakini pia ameongezea kwa kuzungumza kwamba serikali kupitia mfuko wa sanaa TCAF lazima kuangalia uwezekano wa kuongeza muda wa rehema au grace period kwa urejeshaji wa mikopo ambayo wanayokuwa wanaitoa, ili kuwapa wasanii nafasi ya kujiimarisha kibiashara, lakini pia kurejea mikopo yao kwa ufanisi zaidi. Huyu hapa Baba Levo, tumsikie. Mikopo mwanzoni ilikuwa inatolewa na mfuko wenyewe na wasanii walikwenda kukopea pale kwenye ofisi ya mfuko wa sanaa, lakini wasanii wamekuwa wanachukua hela, wanaenda kunywa pombe, wanaenda kufanya vitu vya starehe na vitu kama hivyo, wanashindwa kurejesha mikopo. Na hiyo inapelekea watu wengine wanakosa nafasi ya kukopeshwa pesa. Wasanii wana tabia ya kubadilisha matumizi ya malengo ambayo waliandika katika andiko la kukopea, lakini wakipewa hela wanaenda kubadilisha, wanaenda kufanyia vitu vingine. Na ndio maana serikali kaamua sasa itoe hela kwenye mfuko izilete kwenye mabenki, kwa sababu mabenki yana mifumo yake. Sasa huko kwenye mabenki mfumo wa kukopa unakuwa mgumu kidogo, kwa sababu mabenki inataka ijiridhishe namna ambayo itarudisha hela hiyo pesa kwenye mfuko. Lazima uwe na vitu. Wasanii wengi hawana vitu, hawana magari, hawana nyumba, hawana nini. Kwa hiyo unajikuta akipewa nafasi ya kuaminiwa bila kuweka chochote, anapata hela ndogo, labda milioni 9, milioni 10. Benki haiwezi kukupa milioni 50, hauna chochote ambacho ukishindwa kulipa watachukua. Umeelewa vizuri? So ni muda wa wasanii waweze kuwekeza. Mimi this time muona nina nyumba 4 na viwanja karibia 19. Kwa hiyo sipati shida kukopa. Hapa nilipo tumepiga picha nyumba 2, nimewapa, wamenipa milioni 100. Umeelewa vizuri? Kwa bado kuna maviwanja, kuna nini. Wasanii wakipata pesa, punguzeni pombe, punguzeni wanawake, na wanawake punguzeni mabwana kuhonga vibenteni. Wekezeni kwenye vitu ambavyo vitakuja kuwasaidia baadaye, namna kuweza kukopa kirahisi. That is simple. Na hii ndio tuzo yetu. Hii ndio tuzo ya kudhibitisha kwamba Baba Levo ni moja kati ya watu ambao wamenufaika na mfuko wa sanaa na tumelipa vizuri. Ombi langu kwa serikali, ombi langu kwa mfuko wa sanaa, waweke wanaita grace period. Msanii hawezi kukopa mwezi wa 3 tarehe 1, alafu mwezi wa 4 tarehe 1 ukasema anataka alete rejesho. Kazi ya sanaa ina procedure namna kuweza kuuza ili kuweza kuingiza pesa. Kwa lazima tupe grace period hata ya miezi 3 au miezi 6, ili msanii huyu ile pesa mlompa aweze kuikusanya, iweze kumtengenezea faida na aweze kurejesha. Sasa kuna muda unampa msanii tarehe 1 pesa, bado yuko anapanga mipango yake vizuri, kuweza kusafiri, kwenda kununua vifaa vya muziki, anarudi benki anakuta tayari mmeshakata rejesho kabla hata hela haijatoka benki. So lazima tupate grace period ya miezi 3, miezi 4, ili msanii aweze kuitumia ile pesa kuzalisha, and then faida ndio iwe inarudi benki. Nikushauri tu endelea kubonyeza alama kengele, lakini pia endelea kushirikisha ndugu jamaa na marafiki kwa ajili ya kuwa kwanza kupata taarifa zetu zote kutoka hapa DTV Zone Online Channel.